Leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025, dunia inaadhimisha siku ya watu wanaishi na changamoto za afya za kiakili duniani. Tuko hapa na mashirika kadhaa yakiwemo mashirika ya kibinafsi, vile mashirika ya kiserikali, vile pia tuko na jamii wameweza kukongamana hapa katika hospitali ya Potrizi kutoa hamasisho kamili kuhusu ugonjwa huu ambao umekuwa changamoto kwa vijana hata vile kwa jamii katika asilimia kubwa zaidi, huku kauli mbiu ikiwa ni access to mental health service. Vile tunaweza kukuletea maoni tofauti kutoka kwa washikadau mbalimbali, vile pia na mmoja wa waathiriwa ambaye anakumbwa na changamoto hii ya kiakili. Kwa majina kamili naitwa Mahmoud Salim Juma, na leo tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025 tuko hapa Potrizi Mental Health Hospital, na maana kuu ya kuwa hapa ni kujumuisha siku ya afya ya akili duniani, na leo tumejumuika hapa tuelezane mambo zaidi kuhusu afya ya akili. Mimi niko katika process ya kuheal, na saizi ni miaka 10 toka nimekuwa na afya ya akili. Nilipatikana na ugonjwa wa afya ya akili in 2015 na nikaanza matibabu, lakini imekuwa ni on and off. Napata matibabu nikisikia vizuri kama baada ya miezi 6, mwaka mmoja, naacha kama kwa miaka 2, lakini mwaka jana nimepata changamoto kubwa. Manake nimepata breakdown, like nimekuwa mgonjwa mara kwa mara, napata wasiwasi mara kwa mara, roho kuenda mbio, nashindwa kupumua, akili kukorogeka. So ilinipelekea sasa nikabidi nimeanza kutafuta matibabu tena, lakini katika hii miaka 10 nimetafuta matibabu kama zaidi ya mara 5, mara 6. Unaona? Na challenges kubwa ambayo nitasema tunapitia sisi watu wa afya ya akili ni kupuuzwa na community. Unapata watu wengi katika community, ukimfuata mtu ukimuelezea mimi niko na shida ya akili, wengi ukupuuzia. Mimi na rafiki yangu mmoja, kuna wakati nilimfuata nikamwambia mimi na shida fulani, napata hivi na hivi na hivi, nasikia korogeka, wakati mwingine nasikia tu nipande juu ya ghorofa nijirushe chini. Aliniambia wewe utakuwa sawa tu, acha kufikiria sana. Na unajua kulingana na mimi, hii miaka yote niliyokuwa napata hii shida, siwezi prefer majibu kama hayo ya kuwa wewe utakuwa sawa tu. Manake kama utakuwa sawa, mimi mwenyewe ingekuwa nimeng'ang'ana nikawa sawa. Ukiona nimetafuta mtu ama nimekuja nimekuelezea, ni kumaanisha ile shida imenishinda, siwezi kuihimili tena, na ndio maana nimekuja kutafuta msaada. Lakini utapata watu wengi ukiwafuata, ukiwaambia unataka msaada, hawako tayari kukusaidia. Lakini mimi kwa sasa niko katika process ya kuheal, naendelea vizuri. Siwezi sema naendelea vizuri ya 100%, lakini at least 90% I have recovery. Unaona? Na nashukuru Mungu, nashukuru Dr. Jan Bibi hapa mwenye ameandaa hii hafla, play a very big part in my recovery. Na pia nipende kumshukuru boss wangu mwenye nafanya naye kazi, anaitwa Mwanahawa. She's one of the best bosses because she has been understanding, she has been giving me hand-on-hand support. So as much as naenda kazi na nilikuwa na shida ya afya, pia alikuwa ananipatia support. Nilikuwa na feel anaona ule uwepo wangu kwa pale kuwa si mzigo kwake. Mpaka saa hizi niko vizuri, naweza kufanya kazi vizuri, nashukuru Mungu. Serikali kwa jumla, mimi nitasema wahamasishe community. Manake kulingana na mimi nimekuja kunotice community watu hawajui kuhusu afya za akili, ama hata kama watu wanajua, wengi wana associate afya ya akili na watu kuwa na wazimu, vitu kama hivyo. So ningependa serikali itengeze centers, ama kila mahali kuna hospitali za county ama za national government. Kwa national government ziko sehemu za afya ya akili, lakini wangeweka hata mitaani pia. Katika mitaa, manake saa hizi ili janga la afya ya akili ni vijana wengi wenye wanaumia. So mwito wangu kwa serikali ni kwanza wapunguze bei ya therapy, manake pia therapy is very expensive to access, na pia therapist wenyewe ni kidogo. So they should hire more therapists. At least watu watakuwa wanapata easy access ya huduma hii ya afya ya akili. Na pia na hamasisha community watu wajifunze kuhusu afya ya akili, manake unaweza kuwa uko na mwenzako, uko na yeye, kumbe ana afya ya akili na hujui. Mimi nasikitika, ni wiki moja tu nilipigiwa simu, nilikuwa rafiki yangu ameniongelesha, nadhani kama siku 3 siku 4, niko na mpaka voice note yake kwa simu, naambiwa amejua. So ni jambo la kusikitisha, na ni jambo ambalo natakana liangaliwe kwa ukaribu na kwa wakati huu. Ovucho wazungu wanasema it's very urgent. It needs very urgent attention. I'm Abuka Alfred. I work with and for Dream Achievers Youth Organization.
Today we join key stakeholders from Mombasa. So these are community people, health service providers, and representatives from different organizations in celebration of World Mental Health Day at Portrees Mental Institution. This is a very crucial day when it comes to advocacy of mental health and advancing mental health in our society. It is very crucial for everyone to have access to these services at the grassroots level, and us creating an enabling environment where people can be free to talk about what they are going through. People can be free to be vulnerable about their situation, and also as a community, us creating an empathetic community where we can accommodate everyone, because when it comes to issues around mental health, it is not an individual thing, but it is our collective responsibility as an as a community and a society to take lead. Thank you so much. Kwa majina kamili ni Hadija Mohamed Yusuf, nafahamika sana kama Toto la Pwani, mkazi wa Mombasa. Siku ina sherehe ama tamasha linalotukutanisha sote kwa pamoja hapa katika uwanja wa Portrees ni kutoa uhamasisho wa afya ya kiakili, hususan ama haswa kwa vijana. Mimi naunga mkono swala hili juu first of all kuna kitu kama peer pressure. Unapata vijana wanakaa pamoja na kujaribu kuigiza venye mambo ambayo vijana wenzao wanafanya. So peer pressure can be one of the reason ambayo inatufanya pia ama hao vijana wanaotumia mihadarati kuwa na mambo ama tashwishi ya afya za kiakili. Ningependa pia kusema unemployment can be one of the reasons ambayo yafanya vijana wengi kujitumbuiza katika bahari za ama kujiingiza katika bahari za madawa ya kulevya, kwa sababu wanaona ni mahali ambako wanaweza kupata tulizo la kiakili na kupata mawazo na just feeling relaxed. Pengine niseme ni ujuhali, kwa sababu the more wanajidrain into madawa za kulevya and kutumia intoxicant, ndio kadri wanavyoharibu afya yao ya kiakili na ya kimwili pia, na kufanya maendeleo yao ya dorore na yarudi nyuma. Wito wangu kwa jamii ni kupenda kutoa uhamasisho, sana sana tuwe na event kama hizi za kuita vijana wote kwa pamoja, kujaribu kuwapatia ushauri nasaha, kuwaongelesha. Pengine mazungumzo hayo yanaweza kuwa ya faida baadaye katika maisha yao. Pia ningependa kutoa wito kwa serikali kuongeza kazi kwa vijana, so that wasikae idle ama tusikae idle, kwa sababu kadri tunavyojishughulisha na harakati za maisha tunapata kuwa vitu vingine tunavipa kisogo vya maisha. Yes. Nikiripotia Dayo Radio, jina langu ni Peter Joseph Mbonge.